Jlax Radio. Radio Superfine. Hii ni dira ya Jlax Radio. Tuko na mradi wa serikali itagharimu sisi shilingi bilioni 2.9 kufikisha stima hapa. Waziri Kagwe mwezi umepita mbili ameweka kwa gazeti minimum prices ya miraa. Najua ya kwamba kuna wajeuri ambao bado hawajaheshimu hiyo bei. Hii project ni ya muhimu sana, sio kwenu watu wa Tana River na Kilifi. Hii project ni muhimu sana kwa taifa letu la Kenya. John Wanyonyi. Karibu msikilizaji kwenye dira ya Jlax. Awamu hii ni ya saa 7 mchana. Tunaanza kwa kuomba radhi kutokana na kuchelewesha kwa matangazo haya kwa sababu ya itilafu ya kimitambo. Askofu mkuu wa kanisa Anglikana hapa nchini Jackson Ole Sabit amekosoa vikali mipango ambayo serikali inaendeleza kote nchini kwa lengo la kuwawezesha Wakenya kiuchumi, akidai mipango hiyo haina maendeleo ya kweli bali inatumika kama kampeni ya siasa. Akizungumza katika hafla iliyofanyika katika shule ya upili ya wasichana ya Limuru, kaunti ya Kiambu, Askofu Ole Sabit amewalaumu viongozi hasa wa serikali kwa kulaumu mipango hiyo kama chambo cha kuvutia wananchi upande wao ili kujipatia umaarufu wa kisiasa badala ya kuketi chini kuangazia maendeleo yenye maana kwa Wakenya wote. Ole Sabit ametaka serikali kuelekeza fedha hizo kwenye mipango ya dharura kama mgao wa kufadhili mipango ya elimu bila malipo, yani capitation, kizingatiwa shule nyingi zinahangaika kuendesha shughuli. Askofu huyo Ole Sabit amesema inashangaza kwamba maafisa wa serikali wametoka kwenye maafisi wakizunguka kote nchini wakipeana mamilioni ya pesa kwenye michango ya kando ya barabara na kufanya miradi ya muda mfupi, huku shule za umma zikiendelea kukumbwa na matatizo kutokana na kuchelewesha kwa ufadhili ambao unafaa kushughulikia masomo. Kuhusu ongezeko la vurugu katika mikutano ya siasa, Askofu Ole Sabit ameshtumu mwenendo huu akionya kwamba hali hiyo inahatarisha uthabiti wa taifa. Ametoa wito kwa Wakenya kulinda nafasi za kidemokrasia dhidi ya kushikiliwa na makundi ya wahuni, wakukodi na watu wasio na ustahimilifu wa maoni tofauti. Matamshi hayo yalitolewa wakati wa uzinduzi wa mpango wa mwanafunzi mmoja mti mmoja kwa shule zinazodhaminiwa na kanisa la Kianglikana nchini. Ni uzinduzi ambao umefanyika rasmi katika shule ya wasichana ya Limuru, kaunti ya Kiambu. Mradi mkubwa wa kusambaza umeme ambao unajumuisha ujenzi wa njia ya umeme yenye kilomita 54, kituo cha kusambaza umeme, wanatarajiwa kupunguza kwa 42% gharama ya kuzalisha kilo moja ya mahindi katika mradi wa chakula cha Galana Gulalu katika kaunti ya Tana River. Mradi huo unagharimu jumla ya bilioni 2.9 kwa mujibu wa mamlaka ya kunyunyuzia mashamba maji. Sasa mwekezaji hulazimika kutumia takriban shilingi 24 kutumia mashine zinazotumia diesel kutoa maji ya kutosha kwa uzalishaji wa mahindi. Tueleza hapa kwa kirefu kwamba tuko na mradi wa serikali itagharimu sisi shilingi bilioni 2.9 kufikisha stima hapa, kuhakikisha kwamba watu wa sehemu hii pia watapata hiyo stima, na tutatumia hiyo stima kuzalisha chakula hapa na agroprocessing katika sehemu hii. Hapa kutakuwa na watu wa kufanya kazi wengi ajabu. Akiwa kwenye ziara ya kukagua mradi huo jana Ijumaa, Rais William Ruto alimwagiza mkurugenzi mkuu wa REREC ambaye ni Daktari Rose Mukalana kuhakikisha kuwa mradi huo unakamilika kufikia Juni mwaka 2026 ili kuwezesha mwekezaji mpya wa kufanya kazi kwa ufanisi na kuongeza tija katika uzalishaji chakula nchini. Kenya iko mstari wa mbele katika kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa kukumbatia uzalishaji wa kawi safi. Katika bara Afrika, Kenya inaongoza kwa kuzalisha umeme kutumia mfuke ambao hauna madhara kwa mazingira. Mwandishi wetu Valerie Nafula ana mengi zaidi. Taifa la Kenya liko namba 6 ulimwenguni na linaongoza barani Afrika kwa kuzalisha umeme kupitia mvuke ambao hauna madhara kwa mazingira. James Nyandigisi ni mwanajiolojia kutoka shirika la KenGen Olkaria, Naivasha, kaunti ya Nakuru. Kwa sababu ya kutumia hii mbinu ya kuzalisha umeme kutoka mvuke, tunaweza kusaidia climate yetu, kwa sababu hii jinsi ya kuzalisha umeme ni clean, safe and very environmentally friendly.
hakuna zile gas ambazo zinaleta madhara kwa climate yetu. Waziri wa Kawi Opiyo Wandayi anasifia Afrika na hasa nchi ya Kenya kwa kuwa na rasilimali inayoweza kusaidia kupunguza makali ya mabadiliko tabia nchi. The climate crisis is accelerating. Global energy systems are evolving and countries across the globe are making bold choices to decarbonize, to diversify and to digitize their economies. Africa undoubtedly is home to some of the world's richest renewable energy sources. Si mvuke tu, kampuni hii inatumia upepo na maji kuzalisha umeme nchini. Tuko na hii ya mvuke ambayo tunazalisha umeme wa kiwango cha 754 megawati. Tuko na hydros ambayo tunatumia maji kuzalisha umeme wa 826. Tuko na wind ambayo iko pale Ngong, tunazalisha umeme wa kiwango cha 26 megawatts. Kulingana na James, maji yanayotoka kwa mvuke hurudishwa tena ardhini na pia wanatunza mazingira ya maeneo ambayo wanafanyia kazi kwa kupanda miti. Hapa ni mahali wanyama, imetengewa wanyama wa polini waishi. But tumeweza kufanya development ya hii mvuke. Kila sehemu ambayo tunaenda tunafanya masomo, tunaelewa ni nini iko pale. Kama tutafanya ujenzi pale, tunafanya mitigation measures, alafu tunarudisha hiyo sehemu kulingana na vile mazingira yalikuwa kimbeleni ama hata fadhali kuliko vile tuliyoyapata. Nahodha mmoja amefariki kwenye bandari Mombasa baada ya kupigwa na kamba inayotumika kwa kufungia meli eneo la maegesho bandarini akiwa kazini. Ajali hiyo ilitokea mwendo wa saa 11. Nahodha huyo Mohamed Hamza wa boti la MT Amogos aligongwa na kufariki papo hapo, na hivyo kusababisha shughuli ya bandarini kutatizika kwa muda. Mwili wake Hamza uliondolewa na kupelekwa katika hifadhi ya maiti, huku boti hiyo ikizalia katika eneo la tukio. Polisi kutoka kituo cha bandari wakiendeza uchunguzi kubaini chanzo cha kifo. Hali ya kuziba mitaro ya kupitisha maji ni tatizo kubwa kwa wakazi kwenye mtaa wa Kariakoo jijini Nairobi. Tatizo hili bila shaka linaandamana na hatari kubwa kwa wakazi. Mwandishi wetu Sheila Juma amezuru mtaa huo na kutuletea taarifa ifuatayo juu ya mahangaiko ya wenyeji wa pale Kariakoo kuhusu hatari ya magonjwa yanayowakodolea macho. Hii ndiyo hali inayoshuhudiwa mtaani Kariakoo jijini Nairobi wakati wa mvua kama sasa. Hali hapa si hali, kwani inazidi kuwa mbaya. Maji taka yanapojikusanya mtaani na wakazi kujikuta katika hatari kubwa ya kiafya. Wakazi wa Kariakoo wanakiri kwamba mvua kwao sio baraka, bali ni jinamizi linaloandamana na mahangaiko chungu tele. Maji yanajaa kutoka kwenye mitaro iliyoziba na hivyo kuwalazimu watu kutumia barabara mbovu. Zaidi ya hiyo, kuna uvumba uliotanda kote Kariakoo kufanya maisha kuwa magumu kwa wenyeji. Kama sisi wakazi wa hapa ni ngumu kwetu kupita mabarabarani kwa sababu mvua ikinyesha inafurika kwa barabara. So kama una gari inakuaffect sana ama utumii ama wewe si motorist. Maji taka yaliyojaa kote yamegeuka maskani ya mbu kuzaana na kuongeza hatari ya ugonjwa wa malaria. Kazi hao wakilaumu mamlaka husika kwa kukosa kuwajibika. Serikali iangalie drainage na take responsible measures. Watu wanajua hii kazi vizuri na wafungue waone shida iko wapi. Felix Okelo, mfanyabiashara wa jua kali anayevuta mkokoteni, anasimulia changamoto zake. Kuna shida hizi, takataka zinatusumbua sana. Sasa hivi hatari ya ugonjwa ni mingi sana. Kukinyesha kama kuna mkokoteni huwezi pita hapa na mzigo. Lazima ukae kando kwanza hiyo maji iishe. Okelo anaomba serikali iingilie kati kabla hali haijazidi kuwa mbaya. Serikali yetu waangalie hiyo mambo na watusaidie hapa kukue mali. Hii sasa tunakaa Nairobi na hii kukae Nairobi. Hapo tunakaa vibaya sana. Waangalie hiyo maneno. Tatizo la mitaro iliyoziba Kariakoo, wakazi wanasema linatoa picha mbaya ya miundombinu ya jiji la Nairobi, hali ambayo wanatumai haitajirudia tena. Jaylax Radio, hapa penyewe.
Hii ni Jaylax Radio stesheni nambari 1. Hapa ndo nyumbani kwa sauti zinazoheshimika na kuaminika katika utangazaji kote Kenya. Tufuate katika mitandao yetu ya kijamii TikTok, Facebook na YouTube @JohnWanyonyi Wekesa upate habari na burudani zaidi. Kweli na burudani ikiletwa kwako na Jaylax Radio. Wajua kuwa bonde kuu la Ufa lilitengenezeka zaidi ya miaka milioni 25 iliyopita? Kweli na burudani.